kuangalia tunavyofanya kazi, na miradi iko mingi. Mheshimiwa Rais kama nilivyosema amewekeza zaidi ya trilioni 15, miradi ambayo inaendelea, na sehemu hii mmeisikia ni bilioni 280. Sasa tulikuwa Gongo la Mboto, Kinyerezi 1 extension na hapa, na malengo mahususi ni kuboresha huduma zetu. Uwekezaji unaongezeka, viwanda, watu wanaongezeka. Nyinyi mnaona Dar es Salaam nyumba mpya, magorofa, wote ule ni umeme unahitajika. Kwa miundombinu inayokuwepo leo, lazima baada ya uwekezaji kuongezeka na idadi ya watu kuongezeka, lazima tuitoe na tuweke miundombinu mikubwa zaidi kwa ajili ya kumudu hitaji la wateja wetu. Mheshimiwa Rais ametuelekeza, hataki kabisa sisi watu wa umeme tuonekane ni kikwazo kwenye maendeleo ya watu, na tunamshukuru ametuwezesha. Jitihada zote hizi zinaendelea kuhakikisha umeme unaendelea kuwa sekta wezeshi kwenye biashara, uwekezaji na huduma. Kuna wenzetu wanaofanya biashara ya chuma chakavu, lazima tuseme ukweli, ni sehemu ya kikwazo na ni sehemu ya kundi ambalo linatuchanganya, lakini tunashukuru sana uongozi wote wa serikali, wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, lakini kipekee rafiki zangu wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa vijiji na wenye viti wa vitongoji. Tumetengeneza platform nyingi za kukubaliana, na wananchi wameanza kuwa walinzi na pamoja wa miundombinu, na Mheshimiwa Rais ameelekeza, na sisi tutaendelea kuwa engage wenye viti wetu. Tumeshafanya mikutano na wenye viti wote wa Dar es Salaam, na huko mikoani tunaendelea. Wana mchango mkubwa wa kutusaidia. Wakati fulani ni uelewa, kwa tunawaelewesha wananchi wetu kwamba akishuhudia miundombinu ya umeme inahujumiwa, maana yake anakaribisha giza siku chache zinazofuata. Hilo la kwanza. Hilo la pili, hii ni hela yake. Ni hela ambayo Mheshimiwa Rais ametupatia kutoka kwenye kodi zao. Tuna wajibu wote wa kulinda hii miundombinu kwa sababu ni fedha zetu wenyewe. Tayari serikali hii awamu ya 6 inaongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza zaidi ya bilioni 280 kwa ajili ya kuweka vituo vya kupozea umeme na njia za kusafirishia umeme kama mlivyojionea nyinyi wenyewe. Dar es Salaam ni katika maeneo ambayo yanatumia umeme mkubwa sana katika nchi yetu. Ukiangalia uzalishaji wa umeme tulionao kwenye taifa letu, karibia megawatts 750 zote zinatumika Dar es Salaam peke yake. Ukijumlisha na mkoa wa Pwani ambao ni kama megawati 100 hivi, inakwenda kule kwa ujumla kama megawati 800 ambazo zinatumika katika Pwani na Dar es Salaam, ambapo Pwani ni kwa sababu ya viwanda pia ambavyo tunavyo. Sasa hali ya umeme kidogo ikawa inakuwa haijatengemaa vizuri. Kwa hiyo wananchi walikuwa wakiona low voltage, wananchi walikuwa wakiwa wanaona huduma ya umeme saa nyingine haipatikani kwa uhakika. Kwa hiyo tunachokifanya, uwekezaji huu uliofanywa na serikali ni katika kuhakikisha tunaweka umeme wa uhakika kwa watumiaji wa kawaida wa majumbani, lakini vile vile viwandani, ili viwanda na venyewe viweze kukua. Kwa hiyo mmeona Gongo la Mboto kule, transformer inatolewa ambayo ilikuwa ni ndogo, ilikuwa uwezo wake ni MV 50, na inaenda kuwekwa transformer ambayo ina uwezo karibia mara 3 ya ile ambayo ilikuwepo mwanzo, ambayo itawafaidisha wakazi wa Mbagala, vile vile wakazi ambao wako Kigamboni kwa ubavu ule, kwa kuongeza uwezo wa upatikanaji wa umeme. Lakini vile vile mmejionea, tumeenda kuona Kinyerezi, uzalishaji wa umeme ambavyo upo pale, na kuna transformer kubwa sana ambayo imewekwa pale, ambayo ina uwezo sasa wa kutoa umeme mwingi zaidi kuliko hapo awali kwa maeneo yetu ya jiji la Dar es Salaam, lakini na mikoa ya jirani. Lakini hapa tulipo ndio kituo muhimu sana, kwa sababu kwa Dar es Salaam mmeona muda mwingi tulikuwa tunategemea kituo cha Ubungo. Sasa hapa tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kuleta umeme mwingi zaidi kusaidiana na kituo chetu cha Ubungo, ambapo umeme wa Kinyerezi, umeme wa Julius Nyerere wote utakuwa ukifika hapa katika jiji letu la Dar es Salaam, na kisha utaenda Ilala na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapunguza load iliyokuwepo pale Ubungo, ambayo itawezesha sasa wananchi kuendelea kupata umeme wa uhakika. Lengo la serikali ni nini? Lengo la serikali na uwekezaji mkubwa uliowekwa ni kwamba katika jiji la Dar es Salaam tuwe tuna ring circuit, kwamba umeme ukikosekana ubavu mmoja, basi umeme uweze kupatikana kupitia njia nyingine. Na ndio maana unaona uwekezaji mkubwa pia unafanyika katika transmission line, ili wakazi wa jiji la Dar es Salaam na maeneo ya jirani wawe na uhakika wa umeme muda wote. Kituo hichi kitakamilika mwezi wa 8 mwaka huu, kwa hiyo hali itazidi kutengemaa. Mlivyojionea wenyewe pale
Gongo la Mboto Julai tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo hali itazidi kutengemaa.